Somo letu la leo ni mamlaka ya kweli. Inatoka katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 29. Na katika neno la leo, Mungu ametupa ujumbe katika kichwa ambaye ni mamlaka ya kweli. Na hili ndilo neno ambalo Yesu aliwapa wanafunzi baada ya kufa msalabani na kufufuka. Na sio nguvu inayotoka kwa ulimwengu huu au watu, walakini Yesu anatuambia turejeshe mamlaka ya kweli inayotoka juu. Na kila mtu anayeishi katika ulimwengu huu ana wasiwasi. Na hata wale ambao wamepokea wokovu wanaweza pia kuwa na wasiwasi. Na katika maandiko ya leo ni wakati Yesu alikuwa na wanafunzi tu waliobaki katika ulimwengu huu. Na ndiyo sababu Yesu alikuwa akiwafundisha njia ya kweli ya kushinda ulimwengu huu. Sio ujumbe kutoka kwa watu au ulimwengu wa haki, lakini lazima urejeshe njia ya ukweli ambayo Mungu amewapa wale ambao wamepokea wokovu. Wanafunzi wana wasiwasi juu ya masomo. Na watu wazima wanatangaza, maafisa wa kanisa pia wana wasiwasi juu ya pesa, ingawa wanataka kutoa matoleo mengi, lakini hawawezi kustahimili kwa sababu hawana pesa za kutosha. Na wachungaji wana wasiwasi juu ya uamsho wa kanisa na lazima waponye na kutoa majibu kwa watu. Walakini hawana nguvu yoyote ya kufanya hivyo. Na katika maandiko, Mungu alitupa suluhisho. Yesu aliwaambia wanafunzi wakusanyike mlimani, na wakati wanafunzi walikuja mlimani, kulikuwa na aina mbili za watu. Mmoja wao ni yule anayemwabudu na kumsujudia Yesu, na vikundi vingine vinavyozungumzia kuna watu ambao bado wanashaka juu yake. Na njia pekee ya kutatua wasiwasi wetu ni kurejesha ibada ya kweli. Na ikiwa hatutarejesha ibada ya kweli, basi hatuna chaguo ila kuwa na wasiwasi. Isipokuwa, tunakuwa na wasiwasi juu ya mambo yasiyo na maana, ambayo tunapoteza wakati wetu, na hata pia tunapoteza kurejesha ibada ya kweli. Mungu muumbaji anatimiza neno lake ndani ya ukuu wake kamili, na alitoa majibu kwa wale wanaoshikilia neno la Mungu kwa usahihi. Kama vile alivyoniokoa, alitaka kuokoa ulimwengu na kurejesha neno lake. Sala na uinjilishaji ni ibada ya kweli. Na ndiyo sababu tunachohitaji hata sasa hivi ni wakati wa kina, na hata lazima tuweze kuomba kimya kimya na kibinafsi. Na sio ibada hiyo unayotoa kama Mafarisayo, lakini iwe ibada na wakati wewe pekee yako na kuacha wakati. Lakini lazima ushikilie neno la Mungu na kuomba, na ni nguvu ya kuzingatia neno ili neno hili litimie. Na hili ndilo agano ambalo mabaki wamefurahia. Na Yusufu, Musa na hata Daudi, wote wana sababu ya kawaida na wote walikuwa wakiishi katika upweke. Na kwa kuwa walikuwa wakikaa peke yao wote, walikuwa na shida kubwa. Yusufu alikuwa na matatizo ya kifamilia. Musa alikuwa na matatizo ya kizazi. Daudi alikuwa na tatizo la kitaifa na matatizo ya kisiasa. Na hata hivyo, mabaki haya hayakudanganywa na shaka hili au na shida haya, kwa sababu walijua shida halisi ni nini. Sote tunaweza kuwa na shida ambazo labda hatujui, lakini
unaweza kujaribu kuzitatua kwa nguvu zetu, au unaomba msaada kwa watu wengine. Na unajaribu kuzitatua kwa njia ya ulimwengu, na wengine wanaweza kuja kanisani ili kutatua shida zao. Na hakuna mtu anayeweza kutatua shida, na hakuna mtu anayeweza kuwasaidia. Na kile Mungu anataka ni kurejesha majibu ya kweli, ili kutatua tatizo halisi la mwanadamu. Na katika kitabu cha Yohana 19:30, Yesu Kristo alikuja hapa duniani kusulubiwa msalabani na kufa, ili aweze kutatua shida zetu zote. Na badala ya sisi ambao tunapaswa kufa katika dhambi na laana ambazo tulifanya baada ya kudanganywa na Shetani, aliweza kubeba dhambi zetu zote na kufa ili kumaliza shida zetu zote. Na Mungu alisema kwamba yeyote anayeamini jina lake na kumkubali anaweza kuokolewa. Na huu ndio ujumbe wa Yesu baada ya kufufuka, kwamba nitakuwa pamoja nanyi kwa mamlaka yote ya mbingu na dunia. Na wakati ambao kuabudu hata sasa hivi ni kushikilia ushahidi ambao Mungu ametoa. Na Kristo ambaye amefufuka yuko pamoja nasi kupitia Roho Mtakatifu asiyeonekana kwa macho yetu. Na wale wanaojua maana ya jina Yesu Kristo, na ni njia ambalo limemaliza kabisa hatima, na ni jina ambalo hakuna mtu angeweza kumaliza na kutoa wokovu baada ya hapo. Na hata hivi sasa hauko peke yako, na Mungu wa Utatu yuko pamoja nasi kama neno. Na kwa nini watu huacha kwenda kanisani? Ni kwa sababu hawaamini katika ufufuo na baraka za Kristo. Na kanisa halijawafundisha kwa usahihi juu ya hili, na wanafundisha tu mambo wanayoyaona machoni pao. Na huu ndio ukweli wa kiroho ambao hauonekani machoni petu. Na hata sasa hivi, kwamba wakati unapoita jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu hufanya kazi. Na ndiyo sababu mipango na mawazo yangu hayahitajiki. Na ndiyo sababu na ukweli kwamba una shida, ingawa unashikilia Injili kwa usahihi, Mungu ana mpango mzuri kwako. Kazi ya Yesu Kristo ilikuwa kumaliza kabisa kazi ya Shetani. Na ikiwa utashikilia hii kwa usahihi, basi hapo ndipo nguvu za giza zitakapokimbia, na hapo ndipo utagundua shida ya kiroho ulio nayo. Una shida ya aina gani? Masomo hayafanyi kazi kwako. Hiyo siyo shida, kwa sababu hata wakati mmoja ambao watu wenye akili hufanya uinjilishaji wa ulimwengu. Na hata sasa nilikuwa nikiishi maisha yangu nikinaswa na mkakati wa Shetani. Na kwa sababu hatutaamini majanga na laana za Mungu zinaendelea kuja, na tunaishi ulimwengu huu bila kujua ufalme wa Mungu. Na hiyo ndiyo maana ya wokovu wa kweli na baraka za msalaba. Na watu hawa hawasomi kwa mafanikio yao, na hawaishi maisha yao kwa mafanikio tu. Na ikiwa wachungaji hawajui hili, basi ni pembe tu. Kwa hivyo, unaposhikilia ushahidi huu, naomba utoe ibada na wakati unaweza kuamini hii. Hapo ndipo unapopata nguvu za kiroho. Karibu unawalaumu wengine au kutoa kisingizio, na unaweza kutambua kwa usahihi kwa nini ulizaliwa Afrika, na kupitia ambao uinjilisti wa ulimwengu huu unafanyika kwa wale ambao wanajua kwa usahihi shida ya mtu na suluhisho ambalo ni Injili tu.
Na ingawa mtu mashuhuri alichaguliwa kama mwanasiasa na rais, hawawezi kuokoa nchi zao. Na zinaanza ambazo Yesu ametupa baada ya kufufuka. Ametupa misheni ya kuwa nendeni kwa mataifa yote, wala hakuna mtu anayeweza kwenda huko. Na Yesu aliwaambia wale wanaojua kwa usahihi maana ya Yesu Kristo, ili waende kwa mataifa lote. Na utaweza kugundua kuwa familia yako, uwanja wako ambayo unayoishi ni eneo la vipofu. Na inaweza kuonekana kama wanaishi vizuri, lakini unaweza kuona kwamba kwa kweli wanakufa na shida ya kiroho. Na kuna makanisa mengi, lakini bado kuna watu wengi ambao bado hawajasikia kwa usahihi Injili tu. Na ikiwa unaweza kuiona, basi hapo ndipo unaweza kutambua kwamba ni Injili tu inayoweza kujiokoa mwenyewe, familia yangu na hata taifa langu. Na ikiwa unashikilia agano hili kwa usahihi, basi hapo ndipo utaweza kukutana na wale ambao wako tayari kuokolewa. Na hapo ndipo inaweza kuwa shamba la dhahabu na kwenda kufanya wanafunzi wa taifa lote. Na utangaze Injili hii na kushiriki Injili hii kwa angalau watu wanaokuzunguka. Na ikiwa hutawaambia marafiki zako basi wewe sio rafiki mzuri. Badala yake, wewe ni mtu mbaya. Na lazima angalau ushiriki hii angalau mara moja kwa wazazi wako. Na katika kitabu cha Matendo 13 mstari wa 48, kwa wale ambao waliteuliwa kuokolewa wamepokea Injili, na karibu nawe kuna watu ambao wanakandamizwa na Shetani na wanapambana na shida za kiroho. Na mara tu unaposikia Injili kwa usahihi, unaweza kupokea uponyaji, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi maisha yao na makovu kutoka kwa umaskini na shida. Lakini tatizo halisi la mwanadamu ni kutengwa na Mungu, na wale wanaoelewa hili ni wafanyakazi waliojitolea. Na watu waliofufuka wanajua kweli kwa nini Mungu amewaita. Lakini sawa nchini Tanzania, Korea na hata Marekani. Na wale ambao wanatambua kweli kwamba Mungu ameniita kuokoa familia yangu, au wafanyikazi waliojitolea na makamishna, na utagundua kwamba Mungu ameniita labda kufanya kazi, kusoma kwa sababu ya hii. Na hautoi kisingizio kama huna wakati na huna pesa, kwa sababu hata Waisraeli hawakuweza kujua kuhusu neno hili, sala na hata uinjilisti. Kwa hivyo Mungu amewafanya kuwa watumwa, mateka na hata wakoloni. Usitoe visingizio na kile ambacho Mungu anawaambia wasifuate. Mungu anaweza kuambia kuwa wasifuate mafanikio ya kidunia, na ni kushikilia kwa usahihi Injili hii na kuwaokoa kwa Injili hii hata watu maskini wanaofikia. Na ndiyo maana Kristo anaishi nasi, na maana hii ya yule anayeishi na Kristo ni kanisa. Na utakuwa unapata utume ambao Mungu amekupa, na unapofurahia hilo, unasambaza misheni hii. Hapo ndipo Yesu alipotuahidi na akasema kwamba nitakuwa nawe milele. Na macho yako sasa hivi yako wapi? Na maslahi yako saa hizi iko wapi? Na hata sasa hivi Mungu anatimiza neno lake, na unachohitaji kufanya ni kushikilia agano hilo. Na hata hivi sasa
anajibu maombi yako, na hivyo ndivyo utume wako lazima uwe. Na hata hivi sasa Mungu anatimiza kazi ya wokovu, na lazima uwe katika mkondo huo. Na lazima uweze kuona uwanja unaokufa, na sio lazima tufanye kazi kubwa kutimiza uinjilishaji wa ulimwengu. Ni lazima tuanze kuombea nchi na nchi zako za Afrika Mashariki, na angalau tuweze kujitayarisha kwa lugha na fedha za kuokoa watu barani Afrika. Na ingawa unaishi katika makazi duni, unapaswa kuwafundisha wanafunzi wako na mabaki wako ambayo sio maskini. Na bila kujali, nilizaliwa maskini lakini sio maskini, na ni mtoto wa Mungu, mwanafunzi wa Kristo, na ameniita kama mwinjilisti kwa ajili ya neno, sala na hata uinjilisti. Na kwa wanafunzi ambao hawana historia hata kidogo, alisema kwamba atakuwa pamoja nao hadi mwisho wa dunia. Na wengine wanasema kwamba, ninawezaje kufanya uinjilisti wa ulimwengu wakati sina hata pesa za kulipa ada yangu ya kodi? Lakini kwa wanafunzi wa kanisa la kwanza, sio kama hawakuwa na ada ya kodi, lakini wao tulikuwa na wasiwasi katika hali kwamba wangeweza kufa wakati watakufa pamoja. Lakini kwa sababu Kristo amemaliza shida na laana na dhambi ya asili ya kuzimu, anataka uanze kwa kuomba, na hata ni sawa hata kama huna nguvu. Hapana, nguvu za giza zinachukua uwanja kwa sababu kuwafanya watu wasiweze kusikia Injili. Na ndiyo sababu Mungu anakuambia uombe ili ufalme wa Shetani uweze kuvunjika. Na Yesu alisema kwamba sio nguvu za watu, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, mtapokea nguvu. Na naomba utupe mawazo ili kupokea msaada. Ukipokea nguvu, unaweza kuokoa familia yako na kuomba hadi upate nguvu hiyo. Mungu alisema kwamba atakupa nguvu hii, na tunachohitaji kufanya ni kukumbuka mambo machache kama mambo katika hitimisho. Naomba ushikilie agano. Ikiwa umejazwa kabisa na Roho Mtakatifu na neno, basi unaweza kuona mwongozo wa Roho Mtakatifu. Shida kamili ya mwanadamu ni kutengwa na Mungu, na utaona agano hili ikivunjwa, nguvu za giza na kusamehe dhambi na laana na baraka ambazo Mungu anakuja kwetu. Na utaona mpango kamili wa Mungu. Na hiyo ni kwamba utasubiri kufurahia Injili hii. Na ukweli kwamba nina shida. Mungu ana majibu makubwa kutoka hapo. Na ukitambua hili, basi makovu yako hayatakuwa shida tena, lakini yatakuwa chanzo. Katika kitabu cha Warumi 3:23, kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo imewaweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti. Na jibu lake kuu ni Mungu kuwa pamoja nasi, na ndani ya kusubiri kwake tunapoomba. Lakini ninaishi katika makazi duni sasa, lakini hali yangu ya kiroho ni kilele. Na nitawasikiliza wazazi wangu, lakini ninaposhikilia neno la Mungu na kufuata neno la Mungu, nitaokoa familia yangu. Na hapo ndipo unapokuwa na mkutano wa kiroho, na hapo ndipo ratiba ya wakati wa Mungu inapoanza. Na katika kitabu cha Isaia 60 mstari wa 1 hadi 2 inasema kwamba, inuka na uangaze, kwa sababu utukufu wa Bwana umekujia. Na uanze kuomba ukiwa peke yako hadi uamini hilo
na upate nguvu. Na hapo ndipo milango ya uinjilisti inafunguliwa, na utakutana na mtu mmoja ambaye anataka sana kusikia injili hii. Na ni kwa sababu watu hawajui injili hii, wanafuata ufadhili. Na kwa sababu watu hawajui hili, wanataka kwenda kwa taifa lenye nguvu ili waweze kufanikiwa. Mungu hakuwahi kutumia mtu mashuhuri kutimiza uinjilishaji wa ulimwengu. Mungu ameniita kama mlinzi ambaye ana nuru ya Kristo. Ikiwa unarejesha utambulisho wako, unaweza kurejesha nuru na unaweza kutoa shida ya kweli na suluhisho lake. Na wewe kuanza masomo yako yote, biashara na hata kazi ndani. Na badala ya kujaribu kutatua shida zako, unaweza kusubiri unapomtazama mpango kamili wa Mungu. Na hawafurahii watu kutambua au kupata alama nzuri. Na wakati Yusufu aliuzwa kama mtumwa na kwenda gerezani na kuwa gavana, kila wakati anauliza kupata mpango wa Mungu. Ni kwa sababu walijua shida ya mwanadamu ni nini, na pia aliamini kwamba Mungu alikuwa akiishi nao. Na wakati Ibrahimu alipoondoka, mpwa wake Lutu, na kuweka chini nia zake zote mbaya na mokovu, na hapo ndipo anapoanza kutoa ibada ya kweli, na majibu yote yaliweza kurejeshwa. Ikiwa unapokea uponyaji, basi unaweza kuokoa uwanja, na unaweza kuokoa kizazi kijacho na vizazi vya zamani. Na hiyo ndiyo mamlaka ya kweli, na ni nguvu inayotoka juu. Wacha tuombe. Mungu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa kutuokoa ndani ya Kristo. Na ninaamini kwamba tayari umetupa mamlaka yote ya mbingu na dunia. Nisidanganywe na kiwango changu mwenyewe na njia ya dunia hii. Na wakati tatizo ugumu unakuja, naomba nitambue kuwa ni baraka kubwa ambayo imetoka kwa Mungu. Na ibada hii ya kibinafsi iwe wakati wa kufurahia, na tusitoe visingizio au kulaumu familia yetu au hali zetu, lakini tupate nguvu inayotoka juu na kuokoa uwanja. Na haswa kupitia likizo, acha batiza ya Mungu ianzishwe katika uwanja wangu, ili tuanze kuombea familia